am lakum fihi ma takhayyarun, ama nyinyi mnayo yale mambo ambayo mnajichagulia wenyewe. Sasa mimi na wewe ndugu yangu ambaye Allah bado anatupa uhai, tushaangalia kwenye kitabu kwamba bado hapa sasa hivi na miaka 30, nitafika miaka 50, muda huo ndio nitatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nina miaka 50 sasa hivi, nasubiri nikifika miaka 60 nitatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna sehemu tumeona kwamba tutafika hapo. Kwa nini tuchukue hatua wakati huu tunao? Tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muda huu sio wa kwetu. Allah ndiye anayejua muda uliobakia wa sisi kuwepo katika mgongo huu wa ardhi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al mushrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza jalla wa ta'atihi. Enyi watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, napenda kuwahusia ndugu zangu, lakini pia kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndipo yanapatikanika mafanikio ya mwanadamu katika maisha yake machache hapa duniani na baada ya kuondoka katika mgongo huu wa ardhi. Ama hutuba yetu ya leo itakuwa na anwani inayofuata: wakati gani toba inakubaliwa na wakati gani toba haikubaliwi. Ndugu zangu, nimeamua kuileta mada hii ili tukumbushane mimi na wewe pale ambapo tumekosea, tumrudie Allah subhanahu wa ta'ala mapema kabla hujafika wakati ambao tutaomba toba, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hataweza kutujibu toba hizo na hawezi kukubali. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mlango wazi kwa yeyote ambaye atatubia pale anapokuwa amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala na kukiri kwamba yeye hatorudia tena kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anaipokea toba ya mtu ambaye ameifanya kwa ikhlasi kutoka moyoni, kwamba anatubia kikweli kweli, kwa maana ya kwamba anakusudia kuacha ile dhambi na kujuta na kutokuirudia tena kuitenda. Katika surati Tahrimi Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza aya maarufu ambayo tunasomeana kila muda. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi ambao mmeamini tubieni kwa Allah toba ya kweli, toba ambayo haina udanganyifu ndani yake. Ukienda katika tafsiri, Ibn Kathir anasema toba ya kweli ni ile ambaye yenye majuto moyoni, kwamba mtu anatubia lakini anajuta moyoni, lakini pia kuacha dhambi mara moja wakati anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na azma ya kutorudia tena, kwamba mtu ajute katika moyo wake, lakini ile dhambi yenyewe ambaye anatubia kwa Allah aiache na azimie kuanzia sasa, dhambi hii mimi nimeshaachana nayo, sirudi tena kuifanya. Ibn Kathir anasema hiyo ndio taubata nasuha. Sasa ndugu zangu, mimi na wewe, mimi mzungumzaji na wewe msikilizaji, yatupasa tufanye toba kipindi hichi, wakati bado tuna afya zetu, wakati bado Allah anaendelea kutuacha tutembee katika mgongo wa ardhi. Ametupa afya, anatupa riziki, anatuepusha na mambo mbalimbali ya majanga. Muda huu ndiyo mimi na wewe natakiwa tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema,
kwamba mtu anapokuwa kwenye hali fulani basi toba yake inakubalika. Anasema inna Allaha yaqbal taubatal abd, hakika ya Allah anakubali toba ya mja maalam yugharghir, pale ambapo roho yake haijafika hapa kwenye koo. Sasa inataka kutoka, ishafika hapa, inataka kutoka, muda huo roho yake haijafika hapo, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamkubalia toba yake. Hii ina maana ya kwamba muda wa toba unaendelea hadi sekunde za mwisho za maisha ya mwanadamu kabla ya kifo rasmi akijamfikia. Yupo bado katika mgongo wa ardhi, anaendelea kupumua, basi mtu huyo anayo nafasi ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe dhambi zake. Ndugu zangu, tumesema kwamba Allah anakubali toba ya ikhlas kutoka moyoni, mtu ajute, aache dhambi muda ule ule na aazimie kutokurudia. Kinyume chake, ukifanya vinginevyo, maana yake wewe sasa utakuwa unamchezea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema, kuendelea kutukumbusha mimi na wewe kwamba nafasi ya kutubia bado tunayo, lakini kuna muda ukifika nafasi hiyo inakuwa haipo tena. Mtume anasema, man taba, yule ambaye atakuwa ametubia kabla an tatlu'a ash-shams min magharibiha, kabla jua halijachomoza kutokea magharibi, taba Allahu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo atamkubalia toba yake. Midhali kaomba toba bado jua halijachomoza magharibi ambako ndo linakozama, kwa maana kiyama bado hakijafika, mtu akaomba toba yake kwa yale aliyomkosea Allah kikweli kweli, akaazimia kuacha kutorudia tena, basi Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo anamsamehe madhambi yake. Sasa tujiulize mimi na wewe, tumemkosea Allah mambo mangapi, lakini bado tunaendelea kung'ang'ania nayo, tukijipa moyo kwamba bado nao muda wa kuishi duniani, kama ilivyokuwa kwa wale watu ambao walikuwa katika zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akawajibu, walikuwa wanasema kama hawa watu wa Muhammad ni wapo katika haki na sisi tupo katika batili, kwa nini sisi tuna maisha mazuri, tuna mali, tuna vyeo, ni watukufu waheshimiwa, tuna majeshi, lakini tunamwasi Allah na Allah amenitupa neema hizi? Kwa nini hawa watu wake wako wanyonge, watu wa dhiki? Kama ndio hivyo bwana, wa mwanzo ni wa mwanzo tu. Kama tulivyopata hapa duniani, basi hata huko tutapata hivyo hivyo. Allah akawauliza ndani ya Qur'an akasema, malakum kaifa tahkumun, mna nini nyinyi mna hukumu tu kwamba kwa sababu Allah amekupeni hapa maisha mazuri basi hata huko akhera mtapata maisha mazuri? Akasema, amlakum kitabun fihi tadrusun, hivi katika hayo mnasema ama nyinyi mna kitabu mmesoma humo, mmeandika kwamba sisi tulivyopata hivi hapa duniani hata huko vile vile tutapata? Amlakum fihi ma takhayyarun, ama nyinyi mnayo yale mambo ambayo mnajichagulia wenyewe? Sasa mimi na wewe ndugu yangu ambaye Allah bado anatupa uhai, tushaangalia kwenye kitabu kwamba bado hapa sasa hivi na miaka 30, nitafika miaka 50, muda huo ndio nitatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nina miaka 50 sasa hivi, nasubiri nikifika miaka 60 nitatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna sehemu tumeona kwamba tutafika hapo. Kwa nini tuchukue hatua wakati huu tunao?
Tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muda huu sio wa kwetu. Allah ndiye anayejua muda uliobakia wa sisi kuwepo katika mgongo huu wa ardhi. Ndugu zangu, toba ya kweli lazima ifuataniwe na mabadiliko katika vitendo. Toba ya kweli lazima ifuatane na mabadiliko ya kweli katika vitendo vyako vya kila siku. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa ambao tunaomba toba ya kweli. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, napenda kuwahusia ndugu zangu mara ya pili, lakini pia kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa katika hutuba yetu ya pili yenye anwani inayosema wakati gani toba Allah anakubali na wakati gani toba Allah subhanahu wa ta'ala haikubali. Tumeona wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala toba ya mwanadamu ya mja anaikubali akiwa katika maisha ya mgongo huu wa ardhi. Na sasa tuangalie upande ambao sasa wakati huo ukifika Allah subhanahu wa ta'ala hakubali toba ya mtu. Hakubali toba ya mtu muda huo unapokuwa umefika. Wakati mtu anatolewa roho. Roho sasa ndio inatoka. Alafu mtu akaja akasema sasa mimi natubia kwa Allah, Allah nisamehe dhambi zangu. Wakati huo roho malaika wanatoa. Muda huo toba haikubaliki. Toba ni wakati huu bado tunaendelea kuishi, nafasi tunayo. Allah anasema walaysat at-taubat, hakuna toba lilladhina ya'maluna sayyiat, kwa wale ambao wanafanya madhambi, wanafanya makosa, hata idha hadhara ahaduhumul maut, mpaka mmoja wao utakapokuwa sasa umauti umemfikia, kwamba anaona sasa hapa mimi naondoka duniani, kwamba duniani tena sipo, kwamba nakwenda kuonana na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala inni tubtu al'an, akasema mimi nimetubia hivi sasa, naomba Allah nisamehe yale yote niliyoyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukubali toba kama hii. Yaani unangojelea muda sasa, hapa unaona huna jinsi, walinzi wako, mali zako, watoto wako, familia yako haiwezi kukusaidia, nyumba yako, gari lako haliwezi kukusaidia, ndio unasema natubia kwa Allah. Muda kama huu Allah hakubali toba ya mja. Ndugu zangu, wakati ambapo mtu sasa ashaona kwamba hapa sasa mwisho, akaona ishara au akaona adhabu za kwamba sasa hapa ushakuwa ni mwisho wangu, kama ilivyokuwa kwa Firauni, katakabari katika ardhi hii, kajifanya yeye Mungu, kafanya ya kuyafanya, mpaka pale alipokuja kuona sasa hapa mimi sichomoki, hapa nakufa. Allah ananukuu maneno yake ndani ya Qur'an. Ukifika muda kama huo alafu mja akasema mimi natubia, muda kama huo Allah subhanahu wa ta'ala hakubali. Umepanda jahazi lako, huna habari ya toba, umefika katikati, umepigwa na mawimbi, unaona sasa hapa siwezi kuokoka, hapa nafanya toba kwa Allah. Muda wote ulikuwa unasubiri nini wa kufanya toba? Qala amantu,
Firauni akasema nimemwamini yule Mungu ambaye wamemwamini wana wa Israeli. Allah subhanahu wa ta'ala akasema alana, hivi sasa ndio naamini, waqad asaita qabl, wakati wewe ulishaasi kabla ya hapa. Leo ulikuwa ni mtu mbaya, baada ya kuwa sasa unaona hauna pa kukimbilia, unasema umetubia kwa Allah. Toba kama hiyo haikubaliki. Yani unaona kwamba hapa sasa sina jinsi, siwezi kujitetea kwa lolote lile, ndio unasema mimi maana natubia kwa Allah. Toba kama hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala haikubaliki. Ndugu zangu, kufanya toba bila ya kuacha dhambi, nimetubia kwa Allah, Allah nisamee, bado unaendelea kubeti. Nimetubia kwa Allah, Allah nisamee, bado unaendelea kula riba. Nimetubia kwa Allah, Allah nisamee, bado unakuwa mwizi, tapeli. Toba kama hiyo haipo na haikubaliki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisema nimetubia kwa Allah, basi kama ni kamari usicheze tena, ndio Allah atasamehe dhambi ya kamari. Ndugu zangu, Imamu Nawawi katika kauli zake anasema toba sahihi ina masharti matatu. Ili toba yako iwe ni sahihi, ina sharti tatu. Zipatikane hizo, toba yako itakuwa ni sahihi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, kuacha dhambi mara moja. Kile unachotubia, ile dhambi unayotubia kwa Allah, achana nayo, usiifanye. Kama ulizini, acha zinaa. Maana kuna watu humu wanahisi swala la kuacha zinaa haliwezekani. Hakuna kisichowezekana. Hata ukitaka kuacha kuvuta sigara inawezekana, kuacha kunywa pombe, vyote hivyo vinawezekana ukiamua. Wala usiseme kwamba hili haliwezekani. Hakuna lisilowezekana, midhali umeamua. Hilo sharti la kwanza, mtu aache dhambi mara moja. Sharti la pili, kujuta kwa dhati, yani mtu ajute moyoni kwamba hichi ninachokifanya nilimkosea Allah, najuta, sirudi tena. Usijute mdomoni tu, alafu moyoni unatamani kuendelea kufanya. Toba kama hiyo haikubaliki. Utakuwa unatonga maji kwenye kinu wa kuivaya hivi, unapoteza tu muda wako. Ndugu zangu, tunayasema haya, tunakumbushana, mimi msemaji na wewe msikilizaji. Maisha ya duniani yana muda, yana kikomo. Tutaondoka hapa duniani tukiwa na matendo yetu tu basi, yawe mema au mabaya. Huko sasa kuna maisha haya yana mwanzo, hayana mwisho. Sharti la tatu, kuazimia kutorudia ile dhambi. Kwamba umeazimia kuiacha, basi azimia kutokuirudia. Sio umefanya leo, baada ya siku 2-3 unarudia tena. Umebeti leo, ukakaa, baada ya siku 2-3 umeona hela hauna, unaenda tena kubeti. Ukimaliza unaenda tena kutubia kwa Allah. Hakuna kitu kama hicho. Vijana wengi leo hii wameingia huko, wanaacha kufanya kazi za halali, anataka pesa rahisi. Tambua, pesa utapata, lakini jiulize, wangapi walikuwa na pesa zao wameondoka hapa, wameziacha, wameondoka wao pamoja na ile kinguo ambayo ya bei rahisi kabisa. Wao na matendo yao katika ardhi pale sasa ndipo atapokuja kujua kama pesa hii ilikuwa ya kamari, pesa hii ya riba, pesa hii ya utapeli, pesa hii ya wizi, pesa hii ya kufanya nini. Utajua pale sasa. Wewe na Mwenyezi Mungu mko wawili tu pale, Allah anakuuliza na wewe utoe majibu.
Sasa wewe unacheza kamari, andaa majibu ya kumjibu Allah. Wewe mwizi, tapeli, chochote unachokifanya kibaya, basi andaa majibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ikiwa moja katika hayo masharti matatu halipo, kuacha dhambi mara moja unapofanya toba, kujuta kwa dhati, kuazimia kutokurudia, likikosekana moja tu kwenye toba hiyo haikubaliki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo tulizingatie ndugu zangu, maana kwa Allah hakuna udhuru. Allah anasema ndani ya Qur'ani siku ya kiyama, anawaambia wale makafiri, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la ta'tadhiru al-yawm, leo msitoe udhuru, msitoe sababu, inama tujizauna ma kuntum ta'malun, hakika hapana jambo lingine, leo mtalipwa kile mlichokitenda duniani. Kwa hiyo siku ya kiyama ndugu zangu hakuna udhuru, kule kuna kulipwa tulichokitenda hapa duniani. Itatazamika mimi na wewe tumetenda kipi cha kwenda kutusaidia siku ya kiyama. Ndugu yangu, toba ikubariki. Dhulma kwa watu bila kurejesha haki. Umemdhulumu mtu haki yake, ili Allah akubali toba hiyo, mrejeshee ile haki yake uliyomdhulumu, ile mrejeshee, alafu omba toba kwa Allah. Allah anakubali toba yako. Usipofanya hivyo, umemdhulumu hapa duniani, siku ya kiyama yeye atakuwa anakaa kwenye foleni, alinidhulumu 50,000 huyu bwana Mwenyezi Mungu. Na kule mnakulipana pesa, kule kuna kulipana thawabu. Alikudhulumu 50,000, zinafanywa mahesabu. 50,000 sawa sawa na thawabu ngapi? Unachukulia. Kama uliwadhulumu watu 1,000,000, una nini wewe katika matendo yako? Tumogope Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo yetu. Ndugu zangu, Ibn Taymiyyah anasema ikiwa dhambi itahusiana na haki za watu, yani dhambi hiyo unataka kufanya toba inahusiana na haki za watu, mfano kuiba, kudhulumu, lazima urudishe haki au uombe msamaha, vinginevyo toba haikamiliki. Wewe umemwibia mtu kwenye gari, wataalamu wanatembea na viwembe, mtu kaweka mfuko wake kachana na kiwembe, katoa 200,000 ukaondoka nazo. Sasa ili Allah kusamehe wewe ulioiba hizo 200,000, rudisha 200,000 za jamaa, hela zake, ndio Allah kusamehe. Umeiba simu za watu, simu ngapi za watu wewe umeiba? Utaenda kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu, duniani hapa tunapita. Huu ujanja, ujeuri tuliokuwa nao ni kwa sababu ya pumzi ambayo Allah katuachia. Hatulipii hata shilingi. Na ukitaka kuona sisi ni madhaifu mno, angalia tu pale ambapo kitu kimekupalia sehemu imepita sio ya hewa, ukawa huwezi kupumua vizuri, namna unavyohangaika unahisi kwamba hapa sasa roho ndio inatoka. Ndio ujue sisi madhaifu. Allah anatujua vizuri. Sasa hebu angalia, Allah akisema tu kwamba sasa namnyima afya huyu, maana hataki kunisikia, nini utakachokifanya wewe? Wangapi leo hii wana mahela lakini wako hospitalini, hawana hali. Ndugu zangu, tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe tuweze kutubia toba ya kweli. Wa'lamu ya ibadallah anna Allah amarakum bi salati wassalamu ala nabii